Kutoa ni moyo wa kupenda. Kutoa ni moyo wa kupenda. Mtu yoyote anayependa lazima atatoa, na mtu yoyote asiyependa hawezi kutoa. Na ndio maana kitu chochote ukikipenda utakitolea gharama, kwa sababu nakipenda lazima utolee gharama. Na ndio maana anasema hivi, hapa wanaume wanapooa, akipenda mwanamke lazima atoe fedha. Kinachosukuma kutoa zile fedha ni upendo ulio ndani yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sisi, hebu tufike wakati tusilizike tu na kusema tunapenda Mungu kwa maneno. Ufike wakati tumpende Mungu kwa kufanya. Si kama unanielewa? Usimpende Mungu kwa maneno, hiyo ilishapitwa na wakati. Penda Mungu kwa kutenda. Penda Mungu kwa matendo. Penda Mungu kwa tendo, sio kwa neno. Na wanaopenda Mungu kwa tendo ndio Mungu anaojizilisha kwao. Ndio maana Sulemani alipotoa, Mungu akajitokeza akasema, omba lolote unalotaka nakupa. Nini? Kwa sababu ametoa. Si kama unanielewa? Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua, tunapotoa tunajiwekea akiba, si ndio? Unapotoa maana yake unaweka ni hazina yako, na unapotoa unapanda mbegu. Ndio maana Biblia inasema atoae haba atavuna, apandaye haba anavuna haba, si ndio? Maana yake vile ambavyo unafanya na ndivyo utakavyovuna katika ulimwengu wa nini? Walo, neno la kutoa halikwepeki. Kanisani utatoa, wapagani wanatoa, ubalozini utatoa, hospitali utatoa, popote utakapoenda utatoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Jamani, Yesu asifiwe. Watoto wa Mungu unanisikiliza, elewa, sehemu ya kutoa ni sehemu muhimu katika maisha ya mtu aliyeokoka. Na kama huwezi kuelewa kutoa, maana yake huwezi kumwelewa Mungu vizuri. Kwa sababu Mungu anajiungamanisha na sadaka, sawa? Mungu anajikita kwenye nini? Kwenye sadaka. Biblia nzima inaeleza habari ya sadaka, na watumishi wote walipotoa ndipo Mungu alipojitokeza, ndipo Mungu aliposema nao, ndipo Mungu alipoinua viwango vingine. Nini? Kwa habari ya sadaka ya mtu ndio inayosababisha yeye awe ni nani katika ulimwengu wa roho. Sadaka ya mtu ndio hatima ya maisha yake. Sadaka ya mtu ndio mbegu ya mtu. Utatembea katika hiyo sadaka ulioitoa katika maisha yako yote. Na unapotoa sadaka, kuna wakati unawaandalia watoto na kizazi chako kije kitembee katika sadaka uliotoa. Kilisi baraka ambazo wewe umepanda leo, watoto wako watavuna, na watoto wa watoto wako watatembea katika hiyo agano la sadaka ulioliweka wewe. Si kama unanielewa? Unapotoa wewe, wako watoto wako watabarikiwa kwenye sadaka yako. Ukoo wako utabarikiwa kwenye sadaka yako. Bwana Yesu asifiwe. Abrahamu alipotoa Isaka, mtoto wake ampendaye, mpaka leo tunatembea kwenye baraka za Abrahamu. Akabarikiwa Abrahamu na uzao wake, mpaka leo baraka zake zinaishi. Unapotoa unatengeneza njia. Unapotoa unaondoa laana kwenye maisha yako. Unaondoa mikosi kwenye maisha yako. Viko vitu watumishi wa Mungu havitaondolewa kwa maombi tu, vitaondolewa na kwa sadaka zako, vitaondolewa na kwa vile unavyotoa. Tayari katika ulimwengu wa roho yako Mungu anaanza kuyafanya, kwa sababu sadaka yako inasimama katika ulimwengu wa roho. Hebu naomba tuelewane. Neno kutoa ni neno muhimu sana. Na nilikwambia, nilishawahi ambiwa kwamba usifundishe kutoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa ninachokisema ninakuwa na uhakika nacho, sawa? Kwamba mtu yeyote anayemtolea Mungu katika roho na kweli, Mungu hatamwacha. Mungu hatamsahau. Mimi nikwambie, Mungu atampaka mafuta ya tofauti kabisa. Hata kama atakuwa na maisha ya kawaida, ataonekana ni tajiri. Hata kama utamuona hana chochote, mafuta alionayo yatamtambulisha kwamba huyu ni tofauti na wengine. Mungu atakutenga na watu wa kawaida. Hautakuwa mtu wa kawaida, kwa sababu tayari umegusa madhabahu ya Mungu aliye hai. Elewa, kutoa ni wajibu.